Simba hii inajipangaje kwa kumtimua Steve Barker, kwa kusajili wachezaji wengine 14, kwa kufanya nini yani katika huko kujipanga ili mnyama arudi kwenye ubora wake? Ni changamoto ama msimu mgumu kwa Simba, na moja ya changamoto ambayo nakutana nayo Simba ni masuala mazima ya kiufundi, ambayo kwangu mimi ndo naamini kwa kiasi kikubwa sana naifanya Simba kutokuwa na wakati mzuri kwenye hii michuano. Ndio. Achana tu na kufanya vizuri nyumbani, kwa sababu ndio mpira wa Afrika, silaha ya kwanza kushinda lazima ushinde uwanja wako nyumbani, lakini bado kuna kitu ambacho hakiko sawa kiufundi kwa Simba, ambapo kama wataendelea kuvuta subira kwa mujibu wa swali lako ambao umeuliza pia kuhusiana na azma ya Steve Barker, watakuwa pia wanaukosea heshima mchezo wa mpira wa miguu kama wanafanya maamuzi namna hiyo kumuondoa yeye kwenye mazingira kama haya. Kwa nini kwangu mimi naiona Simba ina changamoto za kiufundi? Mbali hizo changamoto zingine ambazo nazungumza masuala ya uongozi, unakuja kwenye mchakato ama project ya Simba walionayo kwa sasa. Ndio. Simba msimu uliopita walikuwa na project ya muda mrefu ama ya misimu miwili ambayo ilikuwa inaonekana kwamba huenda ikalipa kile ambacho wanakihitaji ama wakapata kile ambacho wanakihitaji. Ilikuwa ni chini ya kocha Fadlu ambaye alikuja na mseto wa vijana wengi ama wachezaji wengi ambao hawajafanikiwa pengine katika maeneo mengi ambao wamecheza, lakini pia umri wao, nguvu ya kujituma ipo kwenye mabega na akili zao, lakini walifanikiwa kwenye mpango mmoja na wakafeli kwenye mpango mwingine. Walifanikiwa kwenye michuano ya Afrika, wakacheza finali, kwa maana walivuka malengo ya kile ambacho walikuwa wamejiwekea, lakini kwenye swala la ligi kuu walifeli. Ndio. Lakini pia hapo kwa hao wachezaji, kama ambavyo tunafahamu usajili unavyosema kwamba kuna siku utapatia na kuna siku pia mambo yatakuwa magumu, ama mchezaji ambaye umsajili imaanisha kama mchezaji mbaya anaweza akafeli kwa kaenda kufaulu kwa mtu mwingine ama kwenye timu nyingine. Ndicho ambacho pia kilitokea kwa msimu uliopita. Kuna nyota ambao msimu huu ulivyoanza wale nyota wakapewa mkono wa kwaheri chini ya kocha huyo Fadlu ambaye alidemand pengine wachezaji wengine. Isivyo bahati, wakati ligi ndio inakwenda kuanza na hii michuano ya Afrika inakwenda kuanza, Fadlu anaondoka kwenye kikosi cha Simba. Wakati hilo nasema huyo bundi wa kuto kupata matokeo ya ushindi nyumbani yalikuwa ameanza kujitokeza, kwa sababu umehitaji mechi ya finali dhidi ya Berkane ilikuwa ni Zanzibar. Yes. Lakini ukiondoa hiyo mechi, rejea ama njoo mechi ambazo zimefuata kwenye 4 mfululizo Benjamin Mkapa ambao ni msimu huu zimekuwa pia chini ya walimu tofauti. Lakini pia katika uwanja nyumbani ambao Simba tumezoea kuona wakifanya vizuri. Hiyo peke yake ilikuwa ni ishara tosha kwamba kuna kitu ambacho hakipo sawa. Sasa ukiangalia Simba chini ya kocha Fadlu na baada ya Fadlu kuondoka, makocha wote walioingia ama waliopata kuifundisha Simba katika hicho kipindi kabla Steve Barker hawakuwa na muda mwingi wa kutosha kuthibitisha huo ubora ama kuonyesha kile walichonacho. Pressure imekuwa kubwa kiasi ambacho hata kwenye kufanya maamuzi kwa viongozi, kwa namna pia walifanya maamuzi ambayo hayakuwa sahihi. Kwa mfano ujio wa Dimitar Pantev, meneja mkuu, walimpa jina ama cheo cha umeneja ni kwa sababu tu ya kukosea wakati wa kumchagua kwamba huyu bwana ama huyu Pantev hakuwa anakidhi ile CAF lesson A ya kukaa kwenye bench, ambayo yeye alikuwa anahesabika kama ana CAF lesson B kwa sababu hana UEFA Pro license, kwa maana ya yeye ana UEFA peke yake, sio pro. Kuwa kocha mkuu kwenye michuano ya Afrika. Okay. Kwa ujumla wake imeonekana kuna hizo changamoto ambazo zilijitokeza wakati Simba wanafanya maamuzi. Ndio. Ikaenda na pressure ya kupata matokeo ama kucheza na pressure kubwa kiwanjani kutoka kwenye huo msukumo pia wa hizo mechi za Afrika, ambapo alishindwa kupata ushindi kwenye moja ya mechi ambazo wamecheza chini ya Dimitar Pantev, wakamuondoa. Ukitoka hapo akaja kuchukua timu Matola. Ndani ya muda mfupi akaja huyu Steve Barker amechukua timu. Ukipiga mahesabu ya kiufundi, kocha ama sayansi ya mpira inakwambia kocha anahitaji muda fulani walau kianze kuonekana kile ambacho anaweza kukionyesha kwenye timu. Wakati huo pia kuna misingi mama ama falsafa mama ya timu inavyotakiwa kucheza. Manake kocha anatakiwa kuzingatia hayo mambo yote
mawili. Lakini cha tatu, kuna rasilimali watu ama wachezaji ambao wanatakiwa kwenda kuwatumia waendane na kile ambacho yeye anakifikiria na mpango kazi wa ama na falsafa timu inavyotaka, ili vyote viwe vinafanya kazi kwa pamoja. FM kutoka Dar es Salaam.